nitoe mambo mawili. Kwanza nitoe elimu na pili nitoe ufafanuzi juu ya jambo hili. Hilo jambo la kwanza. La pili, katika elimu na ufafanuzi ninaotoa nitajikita zaidi kwenye utaalamu. Nitatoa elimu na ufafanuzi wa kitaalamu zaidi. Lakini maelezo yaliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali yako sawa. Na kwa sababu hiyo nadhani nitatoa elimu na kwenye baadhi ya maeneo nitatoa ufafanuzi. Kiswahili wanasema bakaa au ziada. Ya ukichukua uzalishaji na matumizi utaona tuna umeme mwingi ambao tunao wa ziada. Kwa hiyo hatusemi kwamba tunachukua umeme kule kaskazini kwa sababu nchi ina upungufu wa umeme, hapana. Ndio maana nimesema maelezo yangu yatajikita zaidi kwenye utaalamu. Hilo ni jambo la kwanza muhimu. Pili, umeme tunaozungumza kwamba tunataka kuchukua katika mkoa wa Arusha ni umeme kidogo sana. Yaani umeme tunaosema tunataka kuuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo, ni megawati 100. Kumbuka nimesema uzalishaji wetu ni megawati ngapi? 3796, karibu 4000. Lakini tunataka kuingiza pale Arusha ni megawati 100 tu. Umeme tunataka kuingiza Arusha ungekuwa wenyewe tu usingetosha mahitaji ya Arusha, au rather mahitaji ya kanda ya kaskazini. Mahitaji ya kanda ya kaskazini ni karibu megawati 300. Changamoto kubwa iliyoko kule ni ya voltage. Voltage zinashuka. Kwa hiyo voltage zinakuwa chini kuliko zinavyopaswa. Ni kwamba umeme upo lakini voltage iko ndogo. Na ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata kwenye mikoa ile ya kanda ya kaskazini. Sasa kinachofanya volti ziwe ndogo ni kwamba kuanzia pale umeme unapotokea mpaka unapofika kwa mtumiaji, endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua. Mpaka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani. Kuna kitu kwenye nani huko Kiingereza wanaita voltage drop. Voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu. Sasa kwa Tanzania umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini. Kusini kwa maana ukiangalia kaskazini kule umeme mwingi unatoka kusini mwa mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa. Huko ndio umeme mwingi wa nchi unakotoka. Na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayoisema uende mpaka Manyara. Na ukiangalia inaenda mpaka kilomita 700 kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini umeme unapungua, unapotea. Unapotea. Ukitaka kujua ukituma megawati 100 kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati 100 zielekee Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda kufika kule zitakuwa ni pungufu ya 100, zitapotea njiani.